Mimi naitwa ndugu John Foroteo Haule, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Ndugu wanahabari, tumekutana hapa machache ya kuyasema, lakini kubwa zaidi ni msimamo wetu sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma juu ya hotuba ambayo ameitoa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juzi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kama ambavyo nyinyote mnafahamu, Mheshimiwa Rais alikutana na wazee wa Dar es Salaam na kupitia wazee wale alizungumza mustakabali ama mwelekeo wa nchi yetu. Sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma kwa dhati kabisa tulimsikiliza na kufuatilia kwa makini mazungumzo yale Dr. Samia, Mheshimiwa Rais na wazee wa Dar es Salaam. Kwa umoja wetu tunaunga mkono hotuba ile aliyoitoa Dr. Samia. Na kwa nini tunaunga mkono? Tunaunga mkono kwa sababu ameonesha waziwazi anayatekeleza yale aliyoyaapa mara baada ya kuchaguliwa kuwa rais. Kama ambavyo sote tunafahamu, nchi yetu imepitia katika kipindi cha msukosuko. Baadhi ya watu wasio na nia njema na nchi yetu, kwa kutumia vigezo vya kudai demokrasia, waliingia kutekeleza matakwa yao ya kuvuruga amani na mustakabali wa nchi yetu. Kwa hiyo yeye kama Mheshimiwa Rais kutoka hadharani na kutoa msimamo wa serikali kwamba ataendelea kudumisha amani kwenye nchi yetu, sisi Ruvuma tunaunga mkono. Ninyi wote hapa mnafahamu kwamba Watanzania hasa wa mkoa wa Ruvuma tumejifunza kwa vitendo nini maana ya amani. Hapo kabla ya tarehe 29 tulikuwa tunahubiriwa tu amani ikipotea ni gharama, tuitunze amani. Tulikuwa tunahisi kama ni ngonjera za shuleni. Lakini kwa zile siku kadhaa tulizopitia, nafikiri ninyi nyote tulijifunza. Shughuli zilisimama, wagonjwa waliteteleka kutokana na kushindwa kufika hospitali kutokana na mazuio ya kiusalama. Kwa hiyo sisi mkoa wa Ruvuma kwa umoja wetu, hasa Chama cha Mapinduzi, tunamuunga mkono Dr. Samia na tunamhakikishia tuko nyuma yake kumuunga mkono kuyatekeleza yale aliyoyazungumza tarehe 2 alivyokuwa anazungumza na wazee. Mambo haya tunaweza tukayaona ni mambo kama ambavyo yanasemwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukifuatilia nyuma yake watu hawa wanazo ajenda zaidi ya hizo. Hapo nyuma kabla ya uchaguzi, baadhi ya viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa wasio na nia njema na nchi yetu walitoka hadharani, walisema kwamba mwaka huu 2025 hakutokuwa na uchaguzi. Wengi tuliona kama ni kauli za utani, lakini kumbe nyuma yao walikuwa wamejipanga kutekeleza uhalifu, na uhalifu waliokuwa wameupanga kutekeleza ni mkubwa zaidi ambao ule ambao tumeuona. Tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kumekuwa na maneno ya kulaumu kwamba nguvu iliyotumika ni kubwa. Dr. Samia alishatoa ufafanuzi. Ndugu zangu, ni wakati wa vita hatui na macho kwamba nani ni mwema, nani. Ni kweli watu wameuawa. Wengine wanasema kwamba ni kweli watu walikuwa hawana hatia, lakini ilikuwa ni vita. Katika namna ya kutuliza kuhakikisha nchi inabaki salama, ni kweli tunakiri wako watu ambao walikuwa hawana hatia waliumizwa, lakini tungewezaje kujua huyu ana hatia huyu hana hatia wakati wote wameungana pamoja? Kwa hiyo sisi mkoa wa Ruvuma tunampongeza na tunamuunga mkono Dr. Samia. Hata mataifa ya nje yamejaribu kutikisa, lakini juzi ameweka bayana msimamo wa nchi yetu. Nchi yetu haifungamani na upande wowote, lakini ni nchi huru. Tutaendelea kutekeleza mikataba ya kimataifa kama ambavyo tumeingia na yeye ameeleza, lakini abadani hatutoruhusu kuingiliwa. Sisi tunampongeza sana. Lakini pia tuungane na Dr. Samia, sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, kuendelea kuwasihi viongozi wa dini. Viongozi wa dini tunawategemea sana. Na nafikiri kwa wakati huu wako baadhi ambao wanaitenda kazi ya Mwenyezi Mungu ya kuendelea kusisitiza muunganiko na umoja na mustakabali wa taifa letu. Iko namna nzuri ya kuendelea kuijenga nchi yetu kuliko kutoa matamko ambayo yanakwenda kuleta mpasuko kwenye nchi yetu. CCM haina ajenda ya kuwagawa watu kwa dini zao. CCM haina ajenda ya kuwagawa watu kutokana na makabila yao. Lakini wamekuwapo baadhi ya viongozi wa dini ambao
kwa manufaa yao binafsi wanatumia nyadhifa zao kidini kutaka kutufarakanisha. Sisi mkoa wa Ruvuma tunatoa rai kwa wanachama wetu na wananchi wote kwa ujumla kwamba tuungane pamoja. Amani hii ndio inatusababisha sisi tuendelee na shughuli zetu za kawaida za kila siku. Kwa mfano sisi mkoa wa Ruvuma, sisi shughuli kuu ya uchumi ni kilimo. Baada ya utulivu kurejea, sisi sote tumerejea kwenye shughuli zetu za kawaida. Wote hapa tunagombania mbegu za mahindi na Dr. Samia ameleta ruzuku huko, minada ya korosho inaendelea. Bila ya utulivu hizi shughuli zote zitasimama. Kwa hiyo tunawasihi tena viongozi wa dini wakumbuke Mungu amewapa hizo nafasi ili waliponye taifa. Watu wengi wamekuwa wakisisitiza kwamba tunataka haki ndipo amani ipatikane. Tutimize wajibu wetu, tudai haki. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amefungua milango. Amesema mimi kama rais wa nchi, mimi kama mama, mimi kama kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama, niko tayari kuwasikiliza watu wa aina yoyote waje mezani. Sasa mtu anakuambia hatutaki kusikilizwa, rais aondoke, tunataka katiba. Jaribio lolote la kumtoa rais madarakani kinyume cha katiba ni uhaini. Ndio kwa mujibu wa sheria zetu. Sasa unasema rais aondoke, hiyo katiba nani ataruhusu? Kwa sababu kwenye nchi yetu maandishi yoyote yanakuwa sheria baada ya kusainiwa na mheshimiwa rais. Unasema rais atoke, tutapataje hiyo katiba? Nani atafacilitate huo mchakato? Wanayo madai, Dr. Samia amefungua milango yake na amewakaribisha. Njooni tuzungumze. Kwa hiyo kama kweli watu wana nia ya dhati, wanajinasibu ni wazalendo, milango imefunguliwa. Tufuate taratibu ambazo tumejiwekea tangu uhuru wa nchi hii. Kuna mambo tunapishana na ni jambo la kawaida. Hatuwezi kuwa wote tunakubaliana katika mambo yote kwenye nchi hii. Haiwezekani. Ni jambo la kawaida kutofautiana mitazamo, kutofautiana maoni, lakini Mheshimiwa Rais amefungua milango. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma tunawasihi wana CCM na ambao sio wana CCM tuendelee kudumisha amani yetu, kwani amani yetu ni tunu. Tunaona hivi shughuli za kawaida zimerejea pahala pake, haikuwa rahisi kurejea hapa. Kwa hiyo tusiingie tena kwenye mtego kuanza kutumia nguvu kubwa kurudi hapa. Ni msimu wetu wa kilimo, tunaendelea na kilimo. Watu wanaendelea kuuza mazao yao kwenye minada. Tunawatakia kila laheri. Kesho kutwa tutakuwa na sikukuu ya maadhimisho ya uhuru. Tusherehekee kwa amani. Au wanaoweka matishio, mimi nafahamu watu wa Ruvuma ni watu watulivu, tutaendelea kuwa watulivu. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri, tuendelee na shughuli zetu, tufuate maelekezo tutakayopewa ya kiusalama na vyombo vya ulinzi na usalama. Nawashukuru sana.